You are most welcome in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you. How many of you were here in the first meeting? Wangapi walihudhuria ibada ambayo imetamatishwa? Okay, so you have to pay extra for 2 meetings, okay? Kwa hivyo itabidi ulipe maradufu kwa ajili ya ibada hiyo. Amen? Amen. If you're only here for 1 meeting, you pay half. Wapo ulikuwa hapa kwa ibada moja utalipa nusu. But you only get half the blessing. Lakini lazima upate hizo baraka. Hallelujah. Hallelujah. Nusu ya baraka hizo. My name is Peter Mackenzie. Anaitwa Petro Mackenzie. I don't know where I come from. Haelewi atokapo. I have been working with Brother Bishop Gashengo Nimekuwa nikifanya kazi na Bishop Gishenga for nearly 30 years. yapata kama muda wa miaka 30. I'm no stranger to Kenya. Mimi sio mgeni hapa Kenya. In fact, I think I know more of Kenya than most of Kenyans. Hakika naelewa ya kwamba najua wengi juu ya Kenya kushinda wengi wenu. I know more of Tanzania than Tanzania. Ninajua mengi kuhusu Tanzania kushinda Watanzania wenyewe. My privilege Ni heshima yangu to be able to travel and preach in many places all over Africa. kutembea na kuhubiri maeneo mengi katika bara Afrika. All over. Kila mahali Afrika And yote. I have the joy of being in Kenya for the next few weeks. Na ninafurahi kuwa hapa nchini Kenya kwa wiki zijazo chache. I work with an organization called CTMI. Ninafanya na shirika ambayo inaitwa CTMI. And our focus is on church leaders. Na lengo letu ni kuwalenga viongozi wa kanisa. So we will be having some seminars and conferences all over the country. Kwa hivyo tutakuwa na kongamano na semina kokote kule katika nchi. Sometimes when we are in the church Wakati mwingine tunapopatikana kanisani and we look at the preacher, na tunamtizama mhubiri, we think he is the man that God has called. tunafikiria kwamba yule ni mtu ambaye Mungu amemuita. God has a special plan for him. Mungu ako na mipango speciali kumhusu. And we just look at ourselves Na watu tunajitazama wenyewe as the listener. kama wasikilizaji. But what we need to understand, Lakini kile kinapaswa tuelewe, all of us sisi zote are called by God. tumeitwa na Mungu. All of us Zote are saved by grace. tumeokoka kwa neema. All of us, Zote God loves. Mungu anatupenda And he has a plan for us. na ana mipango kuhusu maisha yetu. Do you know God has a plan for you? Je, unajua kwamba Mungu ana mpango kuhusu? Do you know he has a plan? Je, unajua kwamba Mungu ana mpango kuhusu? A plan that was written before the foundation of the earth. Mpango ambao uliandikwa kabla misingi ya nchi kuwekwa. It's amazing. Hii yapendeza. Before the foundation of the earth, Kabla misingi ya dunia kuwekwa, God had a plan for Peter Mackenzie. Mungu alikuwa na mpango juu ya ndugu Petro. He had a plan for Joseph. Alikuwa na mpango kuhusu Yusufu. He had a plan for you, my sister. Alikuwa na mpango kuhusu dada yangu. Before the foundation of the earth, Kabla ya misingi ya dunia kuwekwa, you were chosen for God's plan. wewe ulichaguliwa kwa ajili ya mpango wa Mungu. You were born as a baby, Kazaliwa kama mtoto, but God's hand was on your life. lakini mkono wa Mungu ukawa juu ya maisha yako. The Holy Spirit was working with you Roho Mtakatifu akawa anatenda kazi to nao bring you to salvation. ili akulete kufikia kuokoka. God did not force you, Mungu hakukulazimisha, but he brought you to the place lakini akakuleta mahali where you had to make a decision. mahali ilibidi ufanye uamuzi. You had to choose Ilibidi uamue which way you wanted to go. ni njia gani ungetaka kuitembea. In everything of life, Na kila kitu kuhusu maisha it comes down to my choice. inakuja kupitia maamuzi nayofanya. God opens the way for me. Mungu anafungua njia kwa ajili yangu, The devil will open the way for me, na pia shetani naye atafungua njia but yake, I must choose. lakini lazima nifanye God jambo. will open the way. Mungu atafungua nafasi, My flesh will open the way. My flesh. mwili wangu utafungua pia nao njia, But I must choose. lakini nanibidi nichague. I must choose. Ni lazima nichague. When Jesus was in the Garden of Gethsemane, Wakati Yesu alipokuwa katika lile bustani la Gethsemane, there was a war going on inside. mlikuwa na vita ambayo ilikuwa inaendelea ndani yake. You know that war. Unakumbuka hiyo vita? When your flesh wants something, Wakati mwili unapohitaji your kitu, pride wants something, wakati kiburi chako kinaitisha kitu fulani, but the Spirit of God in you lakini Roho wa Mungu ndani yako says, no, anasema la, there's another way. anasema kuna njia nyingine, There's another way. anasema kuna njia nyingine, But you must choose. lakini ni lazima ufanye uamuzi. What way do you want? Ni njia gani ambayo unataka kuipita? What way do you want? Ni njia gani ungetaka uipite? I thank God Nashukuru Mungu that Jesus prayed ya kwamba Yesu aliomba and he said, Lord, akasema, Bwana, if it's possible, iwapo inawezekana, let this cup pass from me. wacha kikombe kinipite. Lord, Bwana, is there another way? je, kuna njia nyingine? Is there plan B? Je, kuna njia mbadala? Is there plan B? Je, kuna njia mbadala Or plan C? ama ya mbadala wa tatu?
But he knew in his heart. Lakini alijua ndani ya kina cha moyo wake. He knew. Alifahamu. There was only one plan. Yalikuwa ya kwamba mpango ulikuwa ni moja. Lord, Bwana, not my will. si mapenzi yangu. You know your will is plan B, eh? Unajua mapenzi yako ni mpango mbadala. Your will is plan B. Mapenzi yako ni mpango mbadala. Not my will. Sio mapenzi ya Mungu. But your will be done. Lakini mapenzi yako yakatimie. And there's a price. There is a price. Na pale mna bei, mna gharama. For Jesus it was death on the cross. Kwa Yesu ilikuwa ni kifo msalabani. And for you na kwako and for me, na kwangu it is the same. Ni vile vile. It is the same. Ni hiyo hiyo tu njia. To die to your flesh. Kufa kwa ajili ya mwili wako. That's why Jesus said, ndio Yesu akasema, anyone who wants to follow me, yeyote anayetaka kunifuata, there's plan A. Kuna mpango wa kwanza. There's one road. Kuna njia moja tu. Take up your cross. Chukua msalaba wako. Deny yourself. Na ujikatae. Lose your life. Upoteze maisha yako. And follow me. Na unifuate. Look with me to Romans chapter 8. Geuke pamoja katika kitabu cha Warumi sura ya 8. Verse 5. Sura ya 5. For those who live according to the flesh, wale ambao wanaitwa kwa mwili, they set their mind on the things of the flesh. Nasema ya kwamba wanashughulikia mambo ya mwili. Are you fighting with me again? Wewe kwani umeanza vita nami tena? For those who live according to the flesh, kwa maana wale wanaofuata mwili set their minds on the things of the flesh. Huyafikiri mambo ya mwili. But those who live according to the Spirit, bali wale hufuata roho, the things of the Spirit. huyakiri mambo ya roho. For to be carnally minded is death. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. But to be spiritually minded is life and peace. Bali nia ya roho ni uzima na amani. Verse 8. Mstari wa 8. So then those who are in the flesh cannot please God. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. But you are not in the flesh. Lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yako, you are in the Spirit. Ninyi mwafuata mwili. If the Spirit of God dwells in you, iwapo Roho Mtakatifu anadumu ndani yenu, you are in the Spirit. Uko katika roho. If the Spirit of God dwells in you, iwapo Roho Mtakatifu anadumu ndani yako, when you are born again, wakati unapozaliwa mara ya pili, the Holy Spirit comes in you. Roho Mtakatifu anaingia ndani ya maisha yako. He seals you to the day of redemption. Anakuweka muhuri mpaka siku ya ukombozi. You are God's possession. Wewe ni kazi ya Mungu. You have been bought with a price. Wewe umenunuliwa kwa bei. You are not your own. Wewe sio mali yako. You belong to God. Wewe ni mali ya Mungu. You belong to God. Wewe ni mali ya Mungu. You are not your own. Wewe sio mali yako. You are his child. Wewe ni mwanae. His possession. Wewe ni mali yake. Called by your name. Amekuita kwa jina lake. He has a plan for you. Ana mpango kukuhusu. He has a plan for you. Ana mpango kukuhusu. He has a plan for me. Ana mpango ni kunihusu. The plan is very simple. Hiyo mpango ni rahisi. Very, very simple. Rahisi sana. God's plan for my life. Mpango wa Mungu kunihusu. God's plan for your life. Mpango wa Mungu kuhusu maisha yako is what? Ni nini? Verse 29. Mstari wa 29. For whom he foreknew, he predestined to be conformed to the image of his Son. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili na wafananishe na mfano wa Mungu wake. That's God's plan, my brother. Huo ndio mpango wa Mungu ndugu yangu. That's God's plan, my sister. Huo ndio mpango wa Mungu dada yangu. To be conformed to the image of Christ. Ili ukapata kungeuzwa. Hallelujah. Hallelujah. You are the clay. Wewe ni udongo. He is the potter. Yeye ndio mfinyazi. Who is the potter? Yeye ni nani ambaye ni mfinyazi? Who is the potter? Ni nani mfinyazi? It's God. Ni Mungu Mwenyezi. We read in Isaiah chapter 43. Tulikuwa tunasoma Isaya 43. He writes and he says, can the clay argue with the potter? Anauliza, je, udongo utawezaje kujadili na mfinyazi? Can the clay tell the potter what to do? Je, udongo utamweleza mfinyazi ataunda nini? Can the clay have his own ambition? Je, ule udongo unaweza kuwa na maono yake? Can the clay have his own plan? Je, ule udongo unaweza kuwa na mpango wake? No. Haiwezekani. No. Haiwezekani. No, there are some people, unajua kuna aina ya watu, Christians, aina ya Wakristo, who believe that you can say what you want and God will bless you. Wanafikiri ya kwamba wanaweza kuomba maombi aina yote na Mungu atajibu. You can write your own ticket. Unaweza andika tiketi
And God will bless you. na Mungu akubariki. You must read your Bible. Ni lazima usome Biblia yako. That is the thinking of the world. Hayo ni mafikra ya duniani. You don't write your own ticket. Hauwezi ukaandika tiketi yako mwenyewe. You can't plan your own journey. Unapanga safari yako? No. Haikuani You hivyo. belong to God. Wewe ni mali ya Mungu. And He wants to conform you to the image of Christ. Na ungetaka ungeuze ufanane na Kristo. You know, I went to Bible school. Najua nimesoma chuo cha Biblia. I went to Bible school. Kaenda chuo cha Biblia 2 years. miaka miwili. I learned the Greek. Nikasoma Kigiriki. I learned the Hebrew. Nikasoma I Kiebrania. learned the Old Testament. Nikasoma Agano la I Kale. learned the New Testament. Nikasoma Agano Jipya. I learned everything. Nikasoma kila kitu. I was a very good student. Nikawa mwanafunzi shupavu. Hallelujah. Hallelujah. I came out with a diploma Nikatokezea nikiwa na shahada ya diploma. in pride. Nikiwa na kiburi. First position in pride. Nafasi ya kwanza mwenye kiburi zaidi kupita wote. Oh yes. Kweli kabisa. A distinction, thank you. Yeah. Oh yes. Kweli kabisa. And they made me a pastor. Na wakaniita mchungaji. You know what I discovered? Unajua wakanipotambua. When you are the pastor of the church, Wakati unapofanyika kwa mchungaji wa kanisa, you have problems. una shida. Many problems. Shida nyingi. They are called people. Zinaitwa watu, hizo shida. And I could not understand Na singeweza kuelewa. why God Kwa nini Mungu would take me unichukue with all my knowledge nikiwa na ufahamu wangu wote and put me with people na uniweke pamoja na watu who knew nothing, ambao hakuna kitu alikuwa anaelewa. who were troubled, Mbona unaleta shida? who were critical, Watu ambao wana shida, rebellious, watu ambao ni wakaidi, full of the flesh. wamejaa mwili. Why would God do that to me? Kwa nini Mungu afanye hilo kwangu? Then I understood something. Lakini hapo nikaelewa jambo fulani. God reminded me of a man called Moses. Mungu akanikumbusha juu ya mtu anaitwa Musa. Moses spent 40 years Musa akatumika miaka 40 in the household of Pharaoh, katika nyumba ya Farao, learning the best. akisoma kilichokuwa bora zaidi. Oh yes. Kweli kabisa. Oh yes. Ready to lead. Akiwa tayari kuongoza. He was going to be the deliverer, the savior of Israel. Alikuwa anaangaliwa kuwa mkombozi wa Israeli. And one day he saw two men fighting. Na siku moja akaona wanaume wawili wakipigana. And he intervened. Na akaingilia kati. One day he saw an Egyptian beating a Jew. Na akaona siku moja Misri akamchapa. Na akaingilia kati. In his strength, katika nguvu zake, in his own ability, katika uweza wake, God had to deliver him out of Egypt. Na ikabidi Mungu amkomboe kutoka Misri. And put him in the wilderness. Na akamweke pale jangwani for 40 years. Kwa miaka 40 with sheep. Akiwa na kondoo. Sheep. Akiwa na kondoo. Sheep do not argue. Wale kondoo hawana mabishano. Sheep do not discuss. Hakuna mjadala ukiwa na wale kondoo, kuambia waende hivi wanaenda tu. They just look at you. Wanakutizama tu. After 40 years, baada ya muda wa miaka 40, when God comes to Moses, wakati Mungu anapomwendea Musa, he meets him at the burning bush. Akampatana naye pale katika kile kile, it's time to go. Akamwambia ni wakati wa kwenda. What does Moses say? Je, Musa alimwambia nini? I can't. Akamwambia siwezi. I can't speak. Siwezi zungumza. I can't speak. Siwezi nikazungumza. I can't lead. Siwezi nikaongoza. Those 40 years in the wilderness, hiyo miaka 40 ya jangwani, brought Moses to the place ilimlete Musa kwa mahali where he met God. Ambapo alikutana na Mungu. Brought him to the place Aikamleta mahali where God could now use him. Ambapo Mungu angemtumia. Maybe the best musician. Unaweza kuwa mwimbaji ambaye amebobea sana. You may be the best administrator. Unaweza kuwa kiongozi. What you have in the natural, kile ambacho kuna nacho katika hali ya is of no value to God. Hakina faida yote kwa Mungu. Unless you are in his hand. Mpaka utakapoingia katika mkono wake. Clay. Kama udongo. And he can form you. Na hili akakufinyanza. And shape you. Na kukufanya umbo. To be the vessel of his choosing. Ukakue chombo kile ambacho kitatoshea kutumika naye. God said to Gideon. Mungu akamzungumzia Gideon. You are a mighty man of valor. Akamwambia wewe ni mtu hodari. Gideon was hiding with fear. Gideon alikuwa amejificha kwa hofu. But God looked at him with other eyes. Lakini Mungu akamwangalia na jicho lingine. So Gideon got his army together. Kwa hivyo Gideon akaunganisha jeshi lake pamoja. 10,000 men. Watu 10,000. God said it's too big. Akamwambia hili jeshi ni kubwa. It's too big. Hii ni kubwa sana. If you go to war with
with 10,000, Iwapo kama unaenda na watu 10,000, you will receive the glory. utapokea utukufu wewe. He went to war with 300 Alienda vitani na askari 300 with a light, a candle, akiwa na msumari an earthen vessel. na vyombo vya udongo, And he went to fight against the Midianites. na kaenda kupigana na Wamidiani, Not in his strength, si kupitia kwa nguvu not zake, in his ability, si kwa uwezo wake, not in his understanding. si kupitia hekima yake. Never. Haitawahi fanyika, haitawahi fanyika. Why? Kwa nini? Because God gets all the glory. Maana Mungu hutwaa utukufu wote. What is of God Kile ambacho ni cha Mungu gets the glory. kinapokea utukufu. That's why the church today Hiyo ndio maana kanisa leo is full of people, Christians, imejawa na watu wa Kristo looking for promotion, wakitafuta kuinuliwa, looking for position, wanatafuta nafasi, looking for ministry, wanatafuta huduma, looking for power. wakitafuta nguvu, mamlaka. The church is full of that. Kanisa limejaa watu wa aina hiyo. When you set your mind Wakati unapoweka on the things of the flesh, katika vitu vya mwili, you will die. utakufa. But if you set your mind Lakini wapo wataweka fikra on the zile things of the spirit, kwa vitu vya roho, you will live. utaweza kuishi. You will live. Utaweza kuishi. Amen. The prodigal son Yule mwana mpotevu came to his father akamjia babaye, and said, "Give me what is mine." nipatie kile ambacho kinaangukia kwa sehemu yangu. He did not take his brother. Yeye hakuchukua ndugu He yake, did not take anybody else's possession. hakuchukua nafasi ya mtu mwingine yeyote He yule. took his own inheritance. Alipokea urithi wake mwenyewe, His own urithi wake mwenyewe, belonged to him. kile ambacho kilikuwa kinamwangukia. Give me. Nipe, Give me. nipe. Can you say give me? Naweza kusema nipe. Can you say give me? Tell your neighbor, give me. Ya jirani yako nipe. He took his inheritance. Akatoa urithi wake He ran. na akakimbia, He wasted his life. akaharibu na He marasilimali, lost everything. akapoteza kila kitu. He brought his father's house into bad repute. Akalete jina mbaya kwa nyumba ya baba yake. He brought shame on the father's house. Akalete fedheha kwa nyumba ya baba yake. Living with the pigs, Akiishi na nguruwe, eating their food, akila mabaishi ya nguruwe, with nothing. akiwa na chochote kile. Repentance came to his heart. Lakini na singine ikamjia rohoni mwake. He said, I have sinned against God. Akasema ya kwamba nimtenda Mungu dhambi. I've sinned against my father. Nimetenda dhambi pia na baba yangu. I will arise Nitaamka and go back to my father's house. na nikarudi kwa nyumba ya baba yangu. And when he went back to his Na father, wakati aliporudi kwa nyumba ya baba yake, you know what he said? unajua vile alisema? You know what he said? Unajua vile alivyosema? He said, make me. Ukanifanye, Yes. Make me ukanifanye a servant. mfanyikazi. Make me. Nifanye. Tell your neighbor, make me. Ambia jirani yako nifanye. Make me. Unifanye. That's the heart. That's the heart. Huo ni moyo That's the cry wapao na kilio of someone who understands the way God works. kwa mtu ambaye anaelewa vile Mungu anavyofanya kazi, Someone who is willing mtu ambaye yu tayari to accept God's plan kukubali mpango wa Mungu and let God work in his life. na mwachilie Mungu afanye kazi katika maisha yake. Let God speak. Wacha Mungu anene, Let God direct. wacha Mungu apeane mwelekeo. That's why the way of God Hiyo ndio njia ya Mungu, is not the way of man. sio njia ya mwanadamu. Are you listening? Je, unasikiliza? Are you listening? Je, wasikiliza? God's ways Njia ya Mungu are not our ways. sio njia zetu. God's thoughts, Mafikira ya the Mungu, way he thinks, vile anavyofikiria it's not the way we think. sio vile tunavyofikiria. We want to go up. Tunataka kwenda juu, God says no. Mungu anasema hapana, You need to go down. unahitaji kwenda chini. You need to go down. Unahitaji kwenda chini, si juu. There was a man called Naaman. Na mtu ambaye alikuwa anaitwa Naamani, He was a commander, na yeye alikuwa amiri jeshi, great general, yeye alikuwa ni akida, great man, mtu mabaya, alikuwa na full mashuru, of pride. akiwa amejaa na kiburi. But the Bible says he had leprosy. Lakini Biblia inasema ya kwamba alikuwa na ukoma. He didn't know what to do. Hakuwa anajua afanyeje, He didn't know what to do. hakujua afanyeje. But he heard of the prophet in Israel. Lakini akasikia juu ya nabii wa Israeli, So he said, na hivyo akasema get the gold and the silver. mpate dhahabu na shaba, And he went to Israel. na akaenda
He went to the king. Kaenda kwa mfalme. Because he was a proud general. Maana yalikuwa kina ambaye alikuwa amejaa na kiburi. And the king said, what do I have to do with you? Na mfalme akamuuliza wewe nikufanyieje? So he went to the prophet's house. Kwa hivyo kaenda katika nyumba ya nabii. But the prophet did not come out. Lakini nabii hakutoka nje. He sent the servant. Akatuma mtumishi. And the servant said, go and put yourself in the river Jordan 7 times. Na yule mfanyikazi akamwambia enda ukajitoze katika mto Yordani mara 7. The Bible says Naaman was angry. Na Biblia inasema ya kwamba Naamani alikasirika. Angry. Akakasirika. He rode away on his horse. Akapanda farasi wake. Angry. Akiwa amejaa na hasira. This great man, huyu mtu mwenye mashuhuri, spoken to by a servant, anamtuma hata mfanyikazi, told to get in the dirty water. Ananiambia ati niende nikaoge katika maji machafu. Why should I do that? Kwa nini nifanye vile? Why? Kwa nini nifanye hivyo? You know, when children grow, unajua wakati wanapokuwa watoto, they come to an age, wanafikia umri fulani, doesn't matter what you say, haijalishi ni kitu gani unachowaambia, they say why. Wanauliza ni kwa nini. Get out of bed. Unawaambia toka kitandani, why? Wanauliza kwa nini. So you can play outside. Unaweza toka pale nje mkacheze. Why? Kwa nini? So you can be with your friends. Kwa hiyo unaweza kuwa na marafiki zako. Why? Kwa nini? So you can have a good time. Ili mwe na wakati mzuri. Why? Kwa nini? Always why? Kila wakati maswali kwa nini? Children. Watoto. And in the church today, na kanisani pia leo, there are many children like that. Tuna watoto wengi pia wanasamli hiyo. Why? Kwa nini? Why is this happening to me? Kwa nini hili linanitukia mimi? Why must I repent? Kwa nini mimi nitubu? Why must I apologize? Kwa nini mimi niombe msamaha? Why must I do that or do this? Kwa nini mimi nifanye hili na lile? Why me? Kwa nini mimi? Why not him? Kwa nini sio yeye? Why not my wife? Kwa nini si mke wangu? Why not my husband? Kwa nini si mume wangu? Why? Kwa nini? Babies. Watoto. Naaman stayed. Naamani akasema on that horse. Kapanda juu farasi wake. One of the men next to him, na mmoja wapo watu waliokuwa karibu naye, said, Sir, kamwambia Bwana, if you had been told to do something great, kama ungeambiwa ufanye kitu kingine kikubwa kushinda hicho, would you have done it? Je, ungefanya? If you can do something great, kama ungeweza kufanya lingine kubwa kushinda hili, can you not do something simple? Kwa nini usifanye jambo rahisi? He had to get off his horse. Ikabidi atoke juu ya farasi wake to get into the water. ili ingie ndani ya maji. He had to come from up there. Ilibidi atoke pale juu to go down there. Aende chini pale. Because down there, maana pale chini, you find the grace of God. Utapata neema ya Mungu. Down there, pale chini, you find the plan of God. Utaingia katika mpango wa Mungu. Down there, pale chini, you will find the victory. Utapata ushindi. Down there, pale chini, you will walk in the Spirit. Utatembea katika roho. Down there, pale chini, that's what God wants. Hicho ndio Mungu anavyohitaji. Clay, udongo, clay, dongo, men and women, waume kwa wake, who will not fight God. Hatuwezi pigana na Mungu. Who will not fight men. Hautapigana na wanadamu. Who will not fight their wife. Hautapigana na mke wako. Fight their husband. Upigana na mumeo. Fight people in the church. Upigana na watu kanisa. No. Get off the horse. Utoke juu ya farasi wako. Come down there. Shuka chini pale. Humble yourself in the hands of God. Na ukajinyenyekeze katika mkono mweza wa Bwana. You know the Bible says in the book of James. Unajua Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo. That God resists the proud. Ya kwamba Mungu wapiga wenye kiburi. Resists. Mungu wapiga. Resists. Wapiga. You want to go somewhere. Unataka kwenda mahali lakini umezuiliwa. Stand. You want to go somewhere. Unataka kwenda mahali but you can't. Lakini huwezi umezuiliwa. Try another way. Unajaribu upande huu. But you can't. Lakini pale pia another way. Hapa pale huu. Lakini umezuiliwa. Why is this God against me? Kwa nini Mungu ako kinyume changu? Because you're proud. Kwa sababu una kiburi. But God gives grace. Lakini Mungu hapa neema. Hallelujah. Amen. God gives grace. Mungu hapa neema. Kwa wale ambao umenyenyekea. Those who are willing. Wale ambao wako tayari. To say. Kusema. Not my way. Sio njia yangu. Your way be done. Njia yako mami ifanyike. Not my way. Si mapenzi yako. Your way be done. Lakini njia yako itendeke. Lord help us. Bwana tusaidie. You want to grow?
Unataka kukua? You want to grow? Unataka aliye bora You zaidi? may be the best musician. Unaweza kuwa mwimbaji ambaye amebobea sana. You may be the best administrator. Unaweza kuwa kiongozi ambaye What you have in the natural kile ambacho kuna nacho katika hali ya is of no value to God hakina faida yoyote kwa Mungu unless you are in His hand mpaka utakapoingia katika as mkono wake clay, kama mdongo, and He can form you na hili akakufinyanza and shape you na kukufanya umbo to be the vessel of His choosing. ukakue chombo kile ambacho kitatoshea kutumika naye. God said to Gideon, Mungu akamzungumzia Gideoni, you are a mighty man of valor. akamwambia wewe ni mtu hodari. Gideon was hiding with fear, Gideoni alikuwa amejificha kwa hofu, but God looked at him with other eyes. lakini Mungu akamwangalia na jicho lingine. So Gideon got his army together. Kwa hivyo Gideoni akaunganisha jeshi lake pamoja, 10,000 men. watu 10,000. God said it's too big. Akamwambia hili jeshi ni kubwa, It's too big. hii ni kubwa sana. If you go to war with 10,000, Iwapo kama unaenda na watu 10,000, you will receive the glory. utapokea utukufu wewe. He went to war with 300 Alienda vitani na askari 300 with a light, a candle, akiwa na msumari an earthen vessel. na vyombo vya udongo, And he went to fight against the Midianites. na akaenda kupigana na Wamidiani, Not in his strength, si kupitia kwa nguvu not in zake, his ability, si kwa uweza wake, not in his understanding. si kupitia hekima yake. Never. Haitawahi fanyika, haitawahi fanyika. Why? Kwa nini? Because God gets all the glory. Maana Mungu twaa utukufu wote. What is of God Kile ambacho ni cha Mungu gets the glory. Mungu kinapokea utukufu. That's why the church today Hiyo ndio maana kanisa leo is full of people, Christians, imejawa na watu wa Kristo looking for promotion, wakitafuta kuinuliwa, looking for position, wanatafuta nafasi, looking for ministry, wanatafuta huduma, looking for power. wakitafuta nguvu, mamlaka. The church is full of that. Kanisa limejaa watu wa aina hiyo. When you set your mind Wakati unapoweka on lengo the things of the flesh, katika vitu vya mwili, you will die. utakufa. But if you set your mind Lakini wapo wataweka fikra on the zile things of the spirit, kwa vitu vya roho, you will live. utaweza kuishi. You will live. Utaweza kuishi. Amen. The prodigal son Yule mwana mpotevu came to his father akamjia babaye, and said, give me what is mine. nipatie kile ambacho kinaangukia kwa sehemu yangu. He did not take his brother. Yeye hakuchukua ndugu yake, He did not take anybody else's possession. hakuchukua nafasi ya mtu mwingine yeyote He yule. took his own inheritance. Alipokea urithi wake mwenyewe, His own urithi wake mwenyewe, belonged to him. kile ambacho kilikuwa kinamwangukia. Give me. Nipe, Give me. nipe. Can you say give me? Naweza kusema nipe. Can you say give me? Tell your neighbor, give me. Ya jirani yako nipe. He took his inheritance. Akatoa urithi wake He ran. na akakimbia, He wasted his life. akaharibu na He marasilimali, lost everything. akapoteza kila kitu. He brought his father's house into bad repute. Akalete jina mbaya kwa nyumba ya baba yake. He brought shame on the father's house. Akalete fedheha kwa nyumba ya baba yake. Living with the pigs, Akiishi na nguruwe, eating their food, akila mabaishi ya gari ya nguruwe, with nothing. akiwa na chochote kitu. Repentance came to his heart. Lakini na singine ikamjia rohoni mwake. He said, I have sinned against God. Akasema ya kwamba nimtenda Mungu dhambi. I've sinned against my father. Nimetenda dhambi pia na baba yangu. I will arise Nitaamka and go back to my father's house. na nikarudi kwa nyumba ya baba yangu. And when he went back to his Na father, wakati aliporudi kwa nyumba ya baba yake, you know what he said? unajua vile alisema? You know what he said? Unajua vile alivyosema? He said, make me. Ukanifanye, Yes. Make me ukanifanye a servant. mfanyikazi. Make me. Nifanye. Tell your neighbor, make me. Ambia jirani yako nifanye. Make me. Unifanye. That's the heart. That's the heart. Huo ni moyo That's the cry wapao na kilio of someone who understands the way God works. kwa mtu ambaye anaelewa vile Mungu anavyofanya kazi. Someone who is willing Mtu ambaye yu tayari to accept God's plan kukubali mpango wa Mungu and let God work in his life. na mwachilie Mungu afanye kazi katika maisha yake. Let God speak. Wacha Mungu anene. Let God direct. Wacha Mungu apeane mwelekeo.
You need to be willing. Na uko tayari. That's why the way of God Hiyo ndio njia ya Mungu. is not the way of man. Sio njia ya mwanadamu. Are you listening? Je, unasikiliza? Are you listening? Je, wasikiliza? God's ways Njia ya Mungu are not our ways. sio njia zetu. God's thoughts, Mafikira ya the Mungu, way he thinks, vile anavyofikiria, it's not the way we think. sio vile tunavyofikiria. We want to go up. Tunataka kwenda juu, God says no. Mungu anasema hapana. You need to go down. Unahitaji kwenda chini. You need to go down. Unahitaji kwenda chini, si juu. There was a man called Naaman. Na mtu ambaye alikuwa anaitwa Naamani. He was a commander, Na yeye alikuwa amiri jeshi. great general, Huyo alikuwa ni akida. great man, Mtu mabaya alikuwa na full mashuhuri. of pride. Akiwa amejaa na kiburi. But the Bible says he had leprosy. Lakini Biblia inasema ya kwamba alikuwa na ukoma. He didn't know what to do. Hakuwa anajua afanyeje. He didn't know what to do. Hakujua afanyeje. But he heard of the prophet in Israel. Lakini akasikia juu ya nabii wa Israeli. So he said, Na hivyo akasema, get the gold and the silver. mpate dhahabu na shaba. And he went to Israel. Na kaenda Israeli. He went to the king. Kaenda kwa mfalme. Because he was a proud general. Maana yeye alikuwa kina ambaye alikuwa amejaa na kiburi. And the king said, what do I have to do with you? Na mfalme akamuuliza, wewe nikufanyieje? So he went to the prophet's house. Kwa hivyo kaenda katika nyumba ya nabii. But the prophet did not come out. Lakini nabii hakutoka nje. He sent the servant. Akatuma mtumishi. The servant said, go and put yourself in the river Jordan 7 times. Na yule mfanyikazi akamwambia, enda ukajitoze katika mto Yordani mara 7. The Bible says Naaman was angry. Na Biblia inasema ya kwamba Naamani alikasirika. Angry. Akakasirika. He rode away on his horse. Akapanda farasi wake. Angry. Akiwa amejaa na hasira. This great man, Huyu mtu mwenye mashauri, spoken to by a servant, anamtuma hata mfanyikazi. told to get in the dirty water. Ananiambia ati niende nikaoge katika maji machafu. Why should I do that? Kwa nini nifanye vile? Why? Kwa nini nifanye hivyo? You know, when children grow, Unajua wakati wanapokuwa watoto, they come to an age. wanafikia umri fulani. Doesn't matter what you say. Haijalishi ni kitu gani unachowaambia. They say, why? Wanauliza ni kwa nini? Get out of bed. Unawaambia toka kitandani. Why? Wanauliza kwa nini? So you can play outside. Unaweza toka pale nje mkacheza. Why? Kwa nini? So you can be with your friends. Kwa hivyo unaweza kuwa na marafiki zako. Why? Kwa nini? So you can have a good time. Ili mwana wakati mzuri. Why? Kwa nini? Always why? Kila wakati maswali kwa nini? Children. Watoto. And in the church today, Na kanisani pia leo there are many children like that. tuna watoto wengi pia wanasamli hiyo. Why? Kwa nini? Why is this happening to me? Kwa nini hili linanitukia mimi? Why must I repent? Kwa nini mimi nitubu? Why must I apologize? Kwa nini mimi niombe msamaha? Why must I do that or do this? Kwa nini mimi nifanye hili na lile? Why me? Kwa nini mimi? Why not him? Kwa nini sio yeye? Why not my wife? Kwa nini si mke wangu? Why not my husband? Kwa nini si mume wangu? Why? Kwa nini? Babies. Watoto. Naaman stayed Naamani akasema, on that horse. kapanda juu ya farasi wake. And one of the men next to him Na mmoja wapo watu waliokuwa karibu naye said, Sir, kamwambia, Bwana, if you had been told to do something great, kama ungeambiwa ufanye kitu kingine kikubwa kushinda hicho, would you have done it? je, ungefanya? If you can do something great, Kama ungeweza kufanya lingine kubwa kushinda hili, can you not do something simple? kwa nini usifanye jambo rahisi? He had to get off his horse Ikabidi atoke juu ya farasi wake to get into the water. ili aingie ndani ya yale maji. He had to come from up there Ilibidi atoke pale juu to go down there. aende chini pale, Because down there, maana pale chini you find the grace of God. utapata neema ya Mungu. Down there, Pale chini you find the plan of God. utaingia katika mpango wa Mungu. Down there, Pale chini you will find the victory. utapata ushindi. Down there, Pale chini you will walk in the Spirit. utatembea katika roho. Down there, Pale chini, that's what God wants. hicho ndio Mungu anavyohitaji. Clay, Udongo, dongo, men and women waume kwa wake. who will not fight God, Hatuwezi pigana na Mungu. who will not fight men, Hautapigana na wanadamu. who will not fight their wife, Hautapigana na mke wako. fight their husband, Upigana na mumeo. fight people in the church. Upigana na watu kanisa. No! Aha. Get off the
humble yourself in the hands of God. na ukajinyenyekesha katika mkono mweza wa Bwana. You know the Bible says in the book of James, Unajua Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo, God resists the proud. ya kwamba Mungu wapiga wenye kiburi. Resists. Mungu wapiga. Resists. Wapiga. You want to go somewhere. Unataka kwenda mahali lakini umezuiliwa. Stand. You want to go somewhere. Unataka kwenda mahali But you can't. lakini huwezi, Try umezuiliwa. another way. Unajaribu upande huu But you can't. lakini pale pia umezuiliwa. Hapa pale huu lakini umezuiliwa. Why is this God against me? Kwa nini Mungu ako juu kinyume changu? Because you're proud. Kwa sababu una kiburi. But God gives grace. Lakini Mungu hapa neema. Hallelujah. Amen. God gives grace. Mungu hapa neema To the humble. kwa wale ambao wamenyenyekea. Those who are willing Wale ambao wako tayari to say, kusema not my way, sio njia yangu, your way be done. ni njia yako mama ifanyike. Not my way, Si mapenzi yako, your way be done. lakini njia yako itendeke. Lord help us. Bwana tusaidie. You want to grow? Unataka kukua? You want to grow? Unataka kukua? Humility. Kunyenyekea. Humble yourself. Jinyenyekeze. Come to the Father. Uje kwa Baba. Say, Lord, make me a servant. Bwana nifanye kuwa mfanyakazi. Don't make me a preacher. Usinifanye kuwa mhubiri. Don't make me an elder. Usinifanye kuwa mzee wa kanisa. No. Bwana, Don't make me the boss. usinifanye kuwa mchungaji. Make me a servant. Fanye kuwa mfanyakazi. Make me a servant. Fanye kuwa mtumishi. If that's your heart, Iwapo huo ndio moyo wako, you will be clay in His hand. wewe utakuwa udongo katika mikono He yake. will form you Atakugeuza na into kuunda. the image of Christ. Atakufinyanga ili He ufanane. will form you into a vessel of honor. Atakufinyanga uwe chombo kinachopendeza. Hallelujah. 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 Let's have a look at 2 Corinthians chapter 4. Wache tukageuke katika Oh, Biblia. help us, Lord. Bwana tusaidie. Oh, yes. Bwana. I'm happy to be with you this morning. Nimefurahi kuwa nanyi adhuhuri ya leo. Lord, help us. Bwana tusaidie. Verse 6. Wakorintho ni wa pili, Verse 6. ina mstari wa 6. 2 Corinthians 4, verse 6. For it is God who commanded light to shine out of darkness, who has shone in our hearts. Kwa kuwa Mungu aliyasema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Amen. Amen. Your salvation begins with God. Wokovu wako unaanza na Mungu. He is the one that has chosen you. Yeye ndiye ambaye amekuchagua. We read in John chapter 1 Yohana sura ya kwanza that you're born again, ya kwamba umeokoka not of the will of man, si kupitia mapenzi ya not of mwanadamu, the will of the flesh, sio kwa mapenzi ya mwili, but of the will of God. lakini kupitia mapenzi ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Are you with me today? Je, uko nami leo hii? God has a plan for our life. Je, Mungu ana mpango juu ya maisha yetu? He has a purpose for our life. Ana kusudi juu ya maisha yetu. You need to know. Unahitaji ufahamu. You need to know. Unahitaji ujue God's hand is on you. ya kwamba mkono wa Mungu uko juu yako. Not the hand of circumstance. Sio mkono wa hali ambazo zinakuzingira. Not the hand of your problem. Sio mkono wa shida ambazo Not the zinakukumba. hand of your sickness. Sio mkono wa hali ya ugonjwa ambayo inakuzingira. Not the hand of man. Sio hali ile The inakuzunguka. hand of God. Mkono wa Mungu. The hand of God. Mkono wa Mungu. Hallelujah. He has commanded for light to shine. Ameamurisha nuru ikang'ae. He says in verse 7, Anasema katika mstari wa 7 we have this treasure ya kwamba tuna hii rasilimali in earthen vessel. katika vyombo vya udongo. The treasure is God. Ile hazina ni Mungu. The light of God. Neema ya Mungu ama nuru ya The Mungu. presence of God Neema ya Mungu in us ndani yetu through the power of the Holy Spirit. kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. What you see today Kile ambacho unaona leo is an earthen vessel. hiki ni chombo cha udongo. Earthen vessel. Chombo cha udongo. That's my outward man. Huyo ndio mtu wa nje ambao unaweza kuona. That's my character. Hiyo ndio yale zile tabia zangu. We're all different vessels here. Hapa tuko vyombo tofauti. But what's inside Lakini kile kiko ndani is the light of God. ni nuru ya Mungu. What needs to be broken
kile kinahitaji kuvunjwa is the earthen vessel. ni kile chombo cha udongo, That the light would shine. ili ile nuru ikang'ae, That the light would shine. ili kwamba ile nuru ikang'ae. When the light shines, Wakati nuru inapong'aa, something changes. vitu badilika. Something changes. Kuna kitu badilika, The more there is light, vile nuru inavyoendelea na the kuongezeka, more there is God. vile kunaendelea kuwa na uwepo wa Mungu. More of Him, Zaidi yake, less of me. zaidi yake, nami nikiendelea na kupungua. You don't need me. Haunihitaji mimi, You need God in me. unahitaji Mungu aliye ndani yako. You don't need the vessel of Mackenzie. Hauhitaji kile chombo ambacho ni cha udongo, You need the God of Mackenzie. ni yule Mungu ambaye ni wa Mackenzie. You don't need my personality. Hauhitaji ile umbo langu, lile tabia langu. You don't need my gifts, Hauhitaji vipawa vyangu, my character. hali ni tabia zangu. No. Aha, You need what's inside. unahitaji kile kiko ndani yangu. Yes. So the vessel must be broken, Kwa hivyo kile chombo lazima kivunjwe, must be worked. ni lazima kivunjwe. Less of me. Less of me. Nisionekane zaidi, More of Him. lakini zaidi Mungu aonekane. That's why He says Hiyo ndio maana anasema that the excellence of the power may be of God and not of us. ili utenda kazi ukawa unaonekana ni wa Mungu, lakini sio sisi. Verse 7. Mstari wa 7. The excellence is of God, not of us. Ile utukufu ama ile ule heshima ama sifa zikaenda kwa Mungu, lakini sio kwetu. We don't want man in the church. Hatuhitaji wanaume kanisani, We want God. tunamhitaji Mungu. Come on. We don't want man in the marriage. Hatutahitaji wanadamu katika ndoa, Man's ways. njia ya kimwanadamu, Man's thinking. njia ya mafikira ya We kimwanadamu. want God's way. Tunahitaji njia We ya want God. tunahitaji njia Come ya on, church. kanisa jamani. We want God. Tunamhitaji Mungu. It's too much of the flesh. Kuna kazi nyingi ya kimwili It's too kanisani. much of man. Kuna kazi nyingi ya kimwanadamu kanisani. We need God. Tunamhitaji Mungu. Amen. Yes. You know, early 1970, Unajua miaka ya kwanza ya 70, my wife was at Teachers Training College. mke wake alikuwa katika chuo cha kufunza walimu, And there was a revival. na kulikuwa na ufufuo. There were no preachers. Hawangeweza kuhubiri, There were no leaders. hakukuwa na viongozi, There were no musicians. hakukuwa na waimbaji, There was no strategy. hakukuwa na mikakati, Nothing. hakukuwa na chochote kile, Nothing. hakukuwa na mpangilio. God moved by His Spirit. Mungu alikuwa anatembea kupitia kwa Roho wake Mtakatifu. The whole college, Hiyo kile chuo chote, everyone kila mmoja born again, ameokoka, baptized in the Holy Spirit. akabatizwa na Roho Mtakatifu, One after the other, after the other. mmoja baada ya mwingine baada ya mwingine. Nothing of man. Hakuna chochote kilikuwa mpangilio, Nothing. hakuna mpango wa kimwanadamu. Everything of God. Kila kitu kilikuwa ni mpango wa Mungu. Haleluya. We elevate man. Wakati mwingi tunamuinua mwanadamu, We put man in a position. tunamweka mwanadamu katika nafasi, We put man with titles. tunawapatia wanadamu majina makubwa. The church becomes like a business in the world. Kanisa linafanyika kama biashara yote pale duniani, Then men have their own vision. ya kwamba wanaume ambao wana maono yao, They have their own ambition. kuna maono yao, matakwa yao, It's just flesh. na bali ni mwili, It's the pride of man. ni kiburi cha mwanadamu. It's not the church of Jesus. Hiyo sio kanisa la Yesu. That's why judgment begins in the house of God. Hiyo ndio maana ya kwamba hukumu anza katika nyumba ya Bwana. There are too many Naamans in the church today. Kuna Naamani wengi sana katika kanisa, Men of position. watu ambao wanataka nafasi Who kubwa, have their own title. wanataka wana majina makubwa, And the time is coming. na wakati unakuja They will have to get off their horse ili kwamba itabidi washuke farasi wao and humble themselves na wakajinyenyekeze and become clay in the potter's na hand. wakafanyike kuwa udongo katika mfinyazi, Or they will die in their leprosy. ama watakufa katika hali zao. The excellency is of God. Ile heshima na utukufu ni kwa Mungu, Glory belongs to God. utukufu ni wa Mungu, The worship, the praise belongs to God. heshima ibada ni
kwa Bwana. Am I in the right church this morning? Je, mimi nimepatikana kanisa lipasalo hapa asubuhi ya leo? Verse 8. Mstari wa 8. Paul says we are hard pressed on every side. Pande zote twadhikika. Verse 9, we are persecuted. Mstari wa 9 wasema twaudhiwa. Crushed. Kristo. Everything is going wrong. Kila kitu kinaonekana kinapotea njia. On every side. Kila upande. Everywhere around us. Kila kitu kinachotuzunguka. Maybe my finance. Labda ni hela zangu. Maybe my health. Labda afya yangu. Maybe my marriage. Labda ndoa yangu. Problem with a brother. Shida na ndugu. Everywhere I turn. Kila mahali napogeuka. I've lost my job. Nimepoteza ajira yangu. What is happening? Ni kitu gani kinachofanyika? What is happening? Kwa nini ni kitu gani kinafanyika? Must be the devil. Hii ni lazima ni shetani. Where do you read the devil here? Ulisoma wapi shetani hapa kwa maandiko? No. Ale hakuna mambo ya shetani. Kuna mambo ya shetani. God's plan for your life mpango teule wa Mungu juu ya maisha is bigger than your ambition. Ni kushinda yale maono matakwa yako. God's plan mpango wa Mungu is bigger than your idea. Ni unashinda yale mawazo yako. You can fight him. Unaweza pigana. You can resist him. Unaweza kumpinga. Verse 10. Mstari wa 10. Verse 10. Mstari wa 10. Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifest in our bodies. Siku zote tachukuliwa katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao kadhihirishwe katika miili yetu. He does not say sometimes. Paulo asema nyakati nyingine. Kila wakati. He does not say once a month. Asema ya kwamba ni mara moja kila mwezi. He says always. Anasema kila wakati. Always. Kila wakati. Always. Anasema kila wakati. God does not go on holiday. Mungu hakuna wakati anaenda likizo. Verse 11. Mstari wa 11. For we who live. Kwa maana sisi tulio hai. Who is alive in this place? Ni nani ako hai kukua? Humility. Kunyenyekea. Humble yourself. Jinyenyekeze. Come to the Father. Uje kwa Baba. Say, Lord, make me a servant. Bwana nifanye kuwa mfanyakazi. Don't make me a preacher. Usinifanye kuwa mhubiri. Don't make me an elder. Usinifanye kuwa mzee wa kanisa. No. Bwana. Don't make me the boss. Usinifanye kuwa mchungaji. Make me a servant. Fanye kuwa mfanyakazi. Make me a servant. Fanye kuwa mtumishi. If that's your heart, iwapo ndio moyo wako, you will be clay in his hand. Wewe utakuwa udongo katika mikono yake. He will form you. Atakugeuza na into the image of Christ. Atakufinyanga ili ufanane. He will form you into a vessel of honor. Atakufinyanga uwe chombo kinachopendeza. Hallelujah. 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 Let's have a look at 2 Corinthians chapter 4. Wache tukageuke katika Biblia. Oh, help us, Lord. Bwana tusaidie. Oh, yes. Bwana. I'm happy to be with you this morning. Nimefurahi kuwa nanyi adhuhuri ya leo. Lord, help us. Bwana tusaidie. Verse 6. Wakorintho ni wa pili. Verse 6. Ina mstari wa 6. 2 Corinthians 4 verse 6. For it is God who commanded light to shine out of darkness, who has shone in our hearts. Kwa kuwa Mungu aliyasema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Amen. Amen. Your salvation begins with God. Wokovu wako unaanza na Mungu. He is the one that has chosen you. Yeye ndiye ambaye amekuchagua. We read in John chapter 1. Yohana sura ya kwanza. That you're born again. Ya kwamba umeokoka. Not of the will of man. Si kupitia mapenzi ya mwanadamu. Not of the will of the flesh. Sio kwa mapenzi ya mwili. But of the will of God. Lakini kupitia mapenzi ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Are you with me today? Je, uko nami leo hii? God has a plan for our life. Je, Mungu ana mpango juu ya maisha yetu. He has a purpose for our life. Ana kusudi juu ya maisha yetu. You need to know. Unahitaji ufahamu. You need to know. Unahitaji ujue. God's hand is on you. Ya kwamba mkono wa Mungu uko juu yako. Not the hand of circumstance. Sio mkono wa hali ambazo zinakuzingira. Not the hand of your problem. Sio mkono wa shida ambazo zinakuzingira. Not the hand of your sickness. Sio mkono wa hali ya ugonjwa ambayo inakuzingira. Not the hand of man. Sio hali ile inakuzunguka. The hand of God. Mkono wa Mungu. The hand of God. Mkono wa Mungu. He is commanded for light to shine. Ameamrisha nuru ikang'ae. He
He says in verse 7. Anasema katika mstari wa 7. We have this treasure. Ya kwamba tuna hii rasilimali. In earthen vessel. Katika vyombo vya udongo. The treasure is God. Ile hazina ni Mungu. The light of God. Neema ya Mungu ama nuru ya Mungu. The presence of God. Neema ya Mungu. In us. Ndani yetu. Through the power of the Holy Spirit. Kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. What you see today. Kile ambacho unaona leo. Is an earthen vessel. Hiki ni chombo cha udongo. Earthen vessel. Chombo cha udongo. That's my outward man. Huyo ndio mtu wa nje ambao unaweza kuona. That's my character. Hiyo ndio yale zile tabia zangu. We're all different vessels here. Hapa tuko vyombo tofauti. But what's inside? Lakini kile kiko ndani is the light of God. Ni nuru ya Mungu. What needs to be broken? Kile kinahitaji kuvunjwa. Is the earthen vessel. Ni kile chombo cha udongo. That the light would shine. Ile nuru ikang'ae. That the light would shine. Ili kwamba ile nuru ikang'ae. When the light shines, wakati nuru inapong'aa, something changes. Vitu badilika. Something changes. Kuna kitu badilika. The more there is light, vile nuru inavyoendelea na kuongezeka, the more there is God. Vile kunaendelea kuwa na uwepo wa Mungu. More of him, zaidi yake, less of me. Zaidi yake nami nikiendelea na kupungua. You don't need me. Haunihitaji mimi. You need God in me. Unahitaji Mungu aliye ndani yako. You don't need the vessel of Mackenzie. Hauhitaji kile chombo ambacho ni cha udongo. You need the God of Mackenzie. Ni yule Mungu ambaye ni wa Mackenzie. You don't need my personality. Hauhitaji ile umbo langu, lile tabia langu. You don't need my gifts. Hauhitaji vipawa vyangu. My character. Ni tabia zangu. No. You need what's inside. Unahitaji kile kiko ndani yangu. So the vessel must be broken. Kwa hivyo kile chombo lazima kivunjwe. Must be worked. Ni lazima kivunjwe. Less of me. Less of me. Nisionekane zaidi. More of him. Lakini zaidi Mungu aonekane. That's why he says. Hiyo ndio maana anasema. That the excellence of the power may be of God and not of us. Ili utendakazi ukawe unaonekana ni wa Mungu lakini sio sisi. Verse 7. Mstari wa 7. The excellence is of God, not of us. Ile utukufu ama ile heshima ama sifa zikaenda kwa Mungu lakini sio kwetu. We don't want men in the church. Hatuhitaji wanaume kanisani. We want God. Tunamhitaji Mungu. Come on. Amen. We don't want man in the marriage. Hatutahitaji wanadamu katika ndoa. Man's ways. Njia ya kimwanadamu. Man's thinking. Njia ya mafikira ya kimwanadamu. God's way. Tunahitaji njia ya God. Tunahitaji njia ya church. Kanisa jamani. We want God. Tunamhitaji Mungu. It's too much of the flesh. Kuna kazi nyingi ya kimwili kanisani. Too much of man. Kuna kazi nyingi ya kimwanadamu kanisani. We need God. Tunamhitaji Mungu. Amen. Yes. Amen. You know, early 1970. Unajua miaka ya kwanza ya 70. My wife was at Teachers Training College. Mke wake alikuwa katika chuo cha kufunza walimu. And there was a revival. Na kulikuwa na uvuvio. There were no preachers. Hawangeweza kuhubiri. There were no leaders. Hakukuwa na viongozi. There were no musicians. Hakukuwa na waimbaji. There was no strategy. Hakukuwa na mikakati. Nothing. Hakukuwa na chochote kile. Nothing. Hakukuwa na mpangilio. God moved by his spirit. Mungu alikuwa anatembea kupitia kwa Roho wake Mtakatifu. The whole college. Hiyo kile chuo chote. Everyone. Kila mmoja. Born again. Ameokoka. Baptized in the Holy Spirit. Akabatizwa na Roho Mtakatifu. One after the other. Mmoja baada ya mwingine baada ya mwingine. Nothing of man. Hakuna chochote kilikuwa mpangilio. Nothing. Hakuna mpango wa kimanadamu. Everything of God. Kila kitu kilikuwa ni mpango wa Mungu. We elevate man. Wakati mwingi tunamuinua mwanadamu. We put man in a position. Tunamweka mwanadamu katika nafasi. We put man with titles. Tunawapatia wanadamu majina makubwa. The church becomes like a business in the world. Kanisa linafanyika kama biashara yote pale duniani. The men have their own vision. Ya kwamba wanaume ambao wana maono yao. They have their own ambition. Wana maono yao, matakwa yao. It's just flesh. Na bali ni mwili. It's the pride of man. Ni kiburi cha mwanadamu. It's not the church of Jesus. Hiyo sio kanisa la Yesu.
That's why judgment begins in the house of God. Hiyo ndio maana ya kwamba hukumu huanza katika nyumba ya Bwana. There are too many Naamans in the church today. Kuna Naamani wengi sana katika kanisa. Men of position, watu ambao wanataka nafasi who kubwa, have their own title, wanataka wana majina makubwa. and the time is coming, Na wakati unakuja, they will have to get off their horse, ili kwamba itabidi washuke farasi wao and humble themselves, na wakajinyenyekeza and become clay in the potter's na hand, wakafanyike kuwa udongo katika mfinyazi, or they will die in their leprosy. ama watakufa katika hali zao. The excellency is of God. Ile heshima na utukufu ni kwa Mungu. Glory belongs to God. Utukufu ni wa Mungu. The worship, the praise belongs to God. Heshima, ibada ni kwa Bwana. Am I in the right church this morning? Je, mimi nimepatikana kanisa lipasalo hapa asubuhi ya leo? Verse 8. Mstari wa 8. Paul says we are hard pressed on every side. Pande zote twadhikika. Verse 9, we are persecuted. Mstari wa 9 wasema twaudhiwa. Crushed. Kristo. Everything is going wrong. Kila kitu kinaonekana kinapotea njia. On every side. Kila upande. Everywhere around us. Kila kitu kinachotuzunguka. Maybe my finance. Labda ni hela zangu. Maybe my health. Labda afya yangu. Maybe my marriage. Labda ndoa yangu. Problem with a brother. Shida na ndugu. Everywhere I turn. Kila mahali napogeuka. I've lost my job. Nimepoteza ajira yangu. What is happening? Ni kitu gani kinachofanyika? What is happening? Kwa nini ni kitu gani kinafanyika? Must be the devil. Hii ni lazima ni shetani. Where do you read the devil here? Ulisoma wapi shetani hapa kwa maandiko? No. Ale hakuna mambo ya shetani. Kuna mambo ya shetani. God's plan for your life mpango teule wa Mungu juu ya maisha is bigger than your ambition. Ni kushinda yale maono matakwa yako. God's plan mpango wa Mungu is bigger than your idea. Ni unashinda yale mawazo yako. You can fight him. Unaweza pigana. You can resist him. Unaweza kumpinga. Verse 10. Mstari wa 10. Verse 10. Mstari wa 10. Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifest in our bodies. Siku zote tachukuliwa katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao kadhihirishwe katika miili yetu. He does not say sometimes. Paulo asema nyakati nyingine. He does not say once a month. Asema ya kwamba ni mara moja kila mwezi. He says always. Anasema kila wakati. Always. Kila wakati. Always. Anasema kila wakati. God does not go on holiday. Mungu hakuna wakati anaenda likizo. Verse 11. Mstari wa 11. For we who live. Kwa maana sisi tulio hai. Who is alive in this place? Ni nani ako hai katika mahali hapa? For we who live are always delivered to death for Jesus' sake. Kwa maana sisi tulio hai siku zote tutatolewa tufe kwa ajili ya Yesu, that the life of Jesus may be manifested in our mortal flesh. Ili uzima wa Yesu nao ukadhihirishwe katika miili yetu ipatikanayo na mauti. So then death is working in us, but life in you. Basi hapa mauti hufanya kazi ndani yetu. Paul says death is working in me. Paulo anasema ya kwamba mauti inafanya kazi ndani yangu. So there's life in you. Kwa hivyo kuna uzima ndani yako. If the pastor wants to bring life to the church, iwapo mchungaji atataka kuleta uhai katika kanisa, spiritual life, uhai wa kiroho, he must die. Ni lazima hafe in the flesh, katika mwili. So if the church is dead, kwa hivyo kama kanisa limekufa, the church is religious, kanisa ni dini tu, there's no spiritual life, hakuna uhai wa kiroho. It's because the pastor, ni kwa sababu the leader, kiongozi, is not willing to die to his flesh. Hayuko tayari kufa kwa ajili ya mwili wake. He may have 20 people. Anaweza kuwa ni watu 20 wafuasi. He may have 20,000. Anaweza kuwa ni 20,000. Makes no difference. Hiyo haileti tofauti. What Paul is preaching, wakati Paulo anapohubiri, is very simple. Ni rahisi sana. If you want life, ya kwamba maisha, the life of God, na maisha ya Mungu, the plan of God, mpango wa Mungu, then you must die. Kwa hivyo ni lazima ufe to your flesh. Kwa mwili wako. Die to your position. Ukafe kwa ajili ya nafasi yako.
You know, in our marriages, Unajua katika ndoa zetu, the man likes to be the boss. Yule wanaume tunapenda sana kuwa wakubwa, waheshimiwa. And in Africa sometimes people say, but it's our culture. Na sana huku kwetu Afrika tunasema ya kwamba huu ni utamaduni wetu. It's not the culture. Sio utamaduni. It's your flesh. Ni mwili wako. Yes. The Bible says I am the priest. Biblia inasema ya kwamba mimi ndio Bwana. The Bible says my wife must submit to me. My wife must submit to me. Biblia inasema ya kwamba mke wangu ni lazima ajinyenyekee kwangu. I am the boss. Mimi ndio bwana mkubwa. Yes. Kweli. You want to be like Jesus? Wewe unataka kuwa kama Yesu? Yes. Kweli. Then die. Basi ufe. Yes. Yeah. Take up that cross. Wewe utwaa msalaba wako. Die to your position. Ukafe kwa nafasi yako, hilo jina lako, hiyo title. When Jesus stood in front of Pontius Pilate, wakati Yesu alipoenda katika Pilato, Pilate said to him, Pilato akamwambia, do you not know who I am? Je, wewe hauelewi mimi ni nani? Do you not know? Je, wewe unaonekana uelewi? I am the leader of the Roman. Mimi ndio kiongozi wa Kirumi. I have the power to crucify you now. Niko na uwezo wa kukusulubisha hii sasa. What did Jesus say? Je, Yesu naye akamjibu vipi? Never. Kamwambia hakutawahi. Never, never, never. Haijawahi fanyika hivi. No man hakuna mwanadamu has a power over me. ambaye kuna nguvu juu yake. Why? Kwa nini? Because Kwa sababu his life was in the hands of the Father. maisha yake katika mikono ya baba yake. It's the same for me. It's the same for me. Mwambie is the same for me. Ni kama hivyo kwangu. You cannot block me. Hauwezi ukanizuilia. You cannot control me. Hauwezi ukanidhibiti. You, my friend, can do nothing to me. Wewe rafiki yangu hakuna kitu unaweza nifanya. You can judge me. Unaweza nigumu, persecute, unaweza kunishtaki, criticize, unisingizie. But I want to remind you. Lakini nataka I nikukumbushe. belong to the Father. Mimi ni mali ya baba yangu. And you know, in the church, unajua kanisani, Pastor, we have these young men. Mchungaji, tuna hawa vijana. They're like young horses. Wanapendeza sana kuendesha farasi. They just want to get out. Wanataka tu watoke. Give me my ministry. Nipatie huduma yangu. Let me preach. Wacha nihubiri. Let me preach. Wacha nihubiri. I am anointed. Mimi nasikia nimepakwa. They will practice their preaching voice. Watajaribu kufanya mazoezi sauti yao ya mahubiri. They will get out their preaching handkerchief. Watatoa vitambaa vyao vya kuhubiri. They will watch the preachers on television. Watamtizama wahubiri pale katika runinga. They will talk like TD Jakes. Wataruka kama mhubiri TD Jakes. Oh yes. Oh ndio. They will walk like him. Watajaribu kutembea vile anavyotembea. Oh yes. Kisema kweli. Because they are called to be preachers. Maana wameitwa kuwa wahubiri. You need to read your Bible. Unahitaji kusoma Biblia yako. No one is called to be a preacher. Hakuna mtu ameitwa kuwa mhubiri. Not one verse. Hakuna hata mstari mmoja. But we are called to be servants. Lakini tumeitwa kuwa watumishi. I can show you many verses. Ninaweza kukuonyesha mistari mingi. Jesus did not come to be served. Yesu hakuja kutumikiwa. He came to serve. Lakini alikuja ili akatumikie. My church. Kanisa. If there is order in my family, iwapo kutakuwa na utaratibu katika familia yangu, order with my children, nikiwa pamoja na watoto wangu, I am qualified in the church. Nimehitimu kanisani. If there is unity between my wife and I, ni uhusiano ama umoja kati yangu na mke wangu, I am qualified in the church. Pale ninahitimu kuingia kanisani. But sometimes when I come to churches, lakini wakati mwingine napoingia kanisani, and I start to preach about the husband, na ninaanza kuhubiri kuhusu waume, how he must love his wife, wanaume lazima wapende wake zao, and I see the wife, na ninaona wale wake sitting next to her husband, akiwa ameketi karibu na mume. And when the pastor said you need to love your wife, na pale mchungaji anaposema kwamba unahitaji kumpenda the mume, eyes are like this. macho yamekatwa pale mbele, hakuna kuangalia. And when the man says amen, na wakati mwanaume anasema amen, she cannot believe what she is hearing. Anamwangalia asiamini kile ambacho amesema. Because she knows maana anajua at home pale nyumbani
nyumbani. It's different. Ni tofauti. In the church, Kanisani, she is an angel. He's an angel. yeye ni malaika. But in the home, Lakini ukifika nyumbani, he's a demon. yeye ni pepo. Yeah. Earthen vessels. Vyombo vya udongo. Full of pride. Full of pride. Ikiwa vimejazwa na kiburi. Ambition. Na ikiwa matamanio ama tamaa zake. If you're a young man, wapo ni kijana mdogo, you call the God. Unasikia kwamba unamwita wa Mungu. The best place for you, mahali ambapo anatoshea kwako, is in the chair. Ni hapa kanisani. In the chair. Utoshee pale kwa kiti. And you stay there. Na ukae pale. Until that desire, mpaka hiyo tamaa shauku, is dead. Ife kabisa. When it's dead, hiyo tamaa hiyo shauku ife kabisa, you are ready. Pale basi itakuwa tayari. If that desire is alive, kama hiyo shauku li hai, you will cause problems and division. Utaleta migawanyiko kanisani. You want the pulpit? Nataka madhabahu? Come. Jo. Here is a bucket. Yeah. A bucket. Hapa kuna ndoo. Some water. Na maji. You must wash. Ni lazima uoshe. That's your pulpit ministry. Hiyo ndio kazi yako ya madhabahu. You want to be on the platform? Unataka usimame hapa mbele? Come. Jo. Come. Jo. Here is the brush. Hapa kuna kifagio. You can begin your platform ministry. Unaweza kuanza kazi yako ya madhabahu. You can sweep it. Unaweza kuifagia. You can clean it. Unaweza kuisafisha. Come. Jo. You want to be a blessing to the people? Unataka kuwa baraka kwa watu? Oh yes, pastor. Oh, kweli mchungaji. I want to be a blessing. Nataka niwe baraka. Come. Jo. Let's go to the toilets. Wacha twende pale msalani. And let's clean the toilets. Na usafishe vile vyoo. And be a blessing to the people. Na itakuwa baraka kwa watu. No, wait, pastor, wait. That's not my anointing. Huo sio sijapakwa kwa hiyo kazi. That's not my ministry. Hiyo sio huduma yangu. You want the position. Unataka nafasi ama majina. What have you come to clean the pulpit? Umekuja kusafisha pale? You want the position. Nataka kuwa tuna majina. Now let's read. Tutasoma. Verse 13. Wakorintho bado ni sura ya 4. And since we have the same spirit of faith. Na kiwa bado tuna hiyo roho ya imani. We have the same spirit of faith. Tuna roho moja ya imani. What does that mean? What does that mean? Hiyo ina maana gani? He's talking Anazungumzia about walking with people. Anazungumzia juu ya kutembea na watu who have the same understanding. Ambao wana ufahamu mmoja. In the church. Katika kanisa. In your marriage. Katika ndoa. The same understanding. Nia moja ama kuelewa ufahamu mmoja. We are willing. Tutayari. To humble ourselves. Kunyenyekea. We are willing. Tuko tayari. To go through the fire. Kupitia moto. We are willing. Tuko tayari. To be persecuted. Ili tukapate kushtakiwa. Crushed. Kuvunjwa. Broken. Kuvunjwa. We are willing. Tu tayari. To die to the flesh. Kufa kwa ajili ya mwili. We have the same spirit of faith. Tuko na roho moja ya imani. You know that? Are you listening? Je, mnasikiliza? Are you listening? Je, mnasikiliza? Are you listening? Nauliza kama mnasikiliza. There is a difference. Mnao tofauti. For having faith. Kuwa na imani. For a result. Wale ambayo inaleta matokeo. And having faith. Na kuwa na imani. In God. Ndani ya Mungu. And people in the church today. Na watu kanisani leo hii. They want a result. Wanataka imani ya kuleta matokeo. They got no money. Hawana pesa. They want money. Wanataka pesa. They are sick. Ni wagonjwa. They want healing. Wanataka uponyaji. They got a problem in the marriage. Wana shida na ndoa zao. They want things to change. Wanataka vitu vibadilishwe. And they will go from this brother. Na watatoka kwa huyo ndugu. To this brother. Kwenda kwa huyo mwingine. To this brother. Kwenda kwa huyo mwingine. Please pray. Please pray. Tafadhali niombe. Pray. Tafadhali mniombe. God changes this. Ya kwamba Mungu akabadilishe. They want a result. Wanataka matokeo. He's talking about faith. Anazungumzia Paulo juu ya imani in God. Ndani ya Mungu. Result or no result? Uwe na matokeo hata bila matokeo.
When I came out of Bible school, Nilipomaliza chuo changu cha Biblia, I was told there was a sister in the church. Niliambiwa ya kwamba kuna mvumo kanisani. She was full of cancer. Alikuwa kuna ndugu ambaye alikuwa ameugua saratani. She was dying. She was suffering in hospital. Alikuwa anaugua kuteseka hospitalini. I said, I'm going to pray. Kasema ya kwamba acha nijichoche tena. Piga dini kidogo. I was full of faith, fire in the Holy Ghost. Nilikuwa nimejaa moto wa Roho Mtakatifu. I was ready to pray. Nilikuwa tayari kuomba. I went to that hospital. Kaenda kwa hiyo hospitali. I was on fire. Nilikuwa nimewaka. Fire. Moto. I could feel the presence of God. Ningeweza kuishi wapo wa. Feel the anointing of God. Ningeweza kuishi pia na ono. I've been praying. Nimekuwa nikiomba. I've been fasting. Nimekuwa nikifunga. Wow, I was ready. I was ready. Nilikuwa tayari. I was like a lion. Mimi nilikuwa kama simba. I went into that hospital room. Nikaingia katika kile chumba alikuwa amelazwa. And I saw her. Na nikamwona lying on this bed. Ikiwa amelazwa kwa kitanda. There was nothing left. Hakuna kitu kilikuwa kimesalia. Skin and bone. Ilikuwa ni ngozi na mifupa. I saw the machines. Niliona mashine. All the pipes into her body. Na mipira yote ambayo ilikuwa inamletea kupumua. And in a moment, na kwa dakika moja, my faith, imani yangu ilienda chini kama baluni. She took my hand. Akatoa mkono wangu. She prayed for me. Akaniombea. When I left, wakati nilipotoka mahali pale, nilikuwa ninapumua. I was in Victory Land. Katika wakati hoshi. She prayed for me. Yeye akiwa kitandani akaniombea. She was not looking for a result. Yeye hakuwa anatafuta matokeo. She was looking for God. Alikuwa anatafuta Mungu. For God. Maana Mungu. For God. Kwa ajili ya Mungu. You know, I think Psalm 106. Psalm 106. Unajua Zaburi 126. There's a verse there. 106. There's a verse there. Una mstari ambao unasema. It says the people of Israel. Ya kwamba watu wa Israeli wanted so much what they wanted from God. Walikuwa wanahitaji vitu sana kutoka kwa Mungu. That he gave it to them. Ya kwamba aliwapea. But with it, lakini akiwa navyo, they became lean in their soul. Lakini waliendelea na kukonda katika roho zao ndani. You want something so bad. Unahitaji kitu ambacho ni kibaya. You'll get it. Utakipata. Then be careful. Kwa hivyo basi ukawa mwangalifu. I don't want a result. Sitaki matokeo. I want God. Nataka Mungu. And let me tell you, na wacha niwaambie, God can give me the result. Mungu anaweza kupea matokeo. When he wants. Wakati anapotaka. How he wants. Wakati vile anavyotaka. And I will give him the praise and the glory. Mpatie sifa na utukufu. But my life katika maisha yangu is not dependent on results. Haitegemei matokeo. My life is dependent on God. Maisha yangu inamtegemea Mungu. Verse 16, quickly, we get to finish. Mstari wa 16 tunapomaliza. Therefore we do not lose heart. Kwa hivyo hatulegei. Our outward man is perishing. Bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa. But the inward man, lakini utu wetu wa ndani renewed day by day. Unafanya upya siku baada ya siku. Verse 17. Mstari wa 17. Our light affliction, maana dhiki yetu nyepesi, is but for a moment. Iliyo ya muda kwa kitambo tu. Is working for us. Yatufanyia utukufu. A more exceeding and eternal weight of glory. Wa milele uzidio kwa wingi sana. We do not look at the things which are seen, but the things which are not seen. Tusiangalie vitu vionekanavyo bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda bali visivyoonekana ni vya milele. Come on. Amen. Let me tell you. Wacha niwaambie. Doesn't matter what country or city you live in. Haijalishi ni mji gani ama ni jiji gani ambalo unaloishi. According to Jesus, kulingana na Yesu, the life we live, maisha ambayo tunayoishi, will become harder and harder. Yataishi kuwa magumu na magumu. More wars. Utaendelea kuwa na vita. More disease. Utakuwa na aina ya magonjwa mapya. More earthquake. Aina ya mitetemeko ya more famine. Kutakuwa na njaa. More problems. Shida zaidi. That's what Jesus said. Hivyo ndivyo Yesu alivyosema. The more we get to the end days, wakati tunapokaribia mwisho wa nyakati, and God is looking for a people, na Mungu anatafuta watu, for men and women, waume kwa wake, who understand the plan of God for their life, ambao wataelewa mpango mteule wa Mungu katika maisha yao. They're not going to live for themselves. Hawataishi kwa niaba yao. No. Aha. They
They're going to live for the plan of God. wataenda kuishi kwa mpango wa Mungu. Men and women Waume kwa wake, who don't want to just be happy and comfortable. hawahitaji kuwa umestareheka tu. They want to see God at work in their life. Wanataka kuona Mungu akifanya kazi katika maisha yao. And have the faith. Na ninayo imani, Where they're in the storm, if they're in the storm, if they are in the storm, hata kama wakiwa wako katika dhoruba, God will take them through. Mungu atamwezesha. In the fire, Katika moto, God will take them through. Bwana atakuwezesha. The problem, Shida, God will take you through. katika shida yako Bwana He atakuwezesha. will not take you around. Atakuzungusha, He will not say, no, 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 not for you. hatasema ya kwamba isi yako. He will take you through. Yeye He atakuwezesha. will take you through. Yeye atakuwezesha. Because He's with you. Maana yuko pamoja nawe. He's your Father. Yeye ni baba yako. You are His child. Wewe ni mwanawe. He has called you, Amekuita, chosen you, amekuchagua, saved you, amekuokoa, delivered you amekukomboa for His purposes. kwa ajili ya kusudi lake, To be an instrument ili ukafanyike kuwa chombo of righteousness wa utakatifu in His house. katika nyumba yake, An instrument of light chombo ambacho kinang'aa in this world. katika dunia ya leo. That's the gospel we know. Hiyo injili ambayo Are you tunaleta. here this morning? Na asubuhi ya leo God's got something good for all of us. Mungu ana kitu chema kwa ajili yetu. Don't look at your wife or your husband. Usitazame mmeo ama mkeo, Don't look at the problem. usitazame shida. I want to encourage you Nataka nikuhimize to have a faith in God. ya kwamba ukawe na imani A ndani ya faith in God. uwe na imani ndani ya Mungu. In Mark chapter 4, Marko 10 Jesus said to the disciples, Yesu akazungumzia wanafunzi, let's get in the boat. ingeni katika ile mashua, We are going to the other side. tutaenda kuvuka ng'ambo ile nyingine. They got into the boat. Wakaingia katika ile mashua The storm came. na dhoruba ikaja. Jesus was sleeping. Yesu alikuwa amelala, Fear came to their hearts. hofu ikapiga mioyo yao. They said, He does not care. Akasema ya kwamba huyu hajali. They woke him up. Wakamwamsha, Master, don't you care? we Bwana ujali? Jesus stood up Yesu akasimama and He rebuked the wind and the wave. na akakemea zile dhoruba And He said to them, na akawaambia, where is your faith? imani yenu iko wapi? And there are many Christians today. Na kuna Wakristo wengi leo hii They believe wanaamini if you are a man of faith, ya kwamba wewe ni mwanaume wa imani, you will rebuke the wind and the wave. utakemea ile upepo na dhoruba, I don't believe that. na wanaamini hiyo. Are you listening? Unanisikiliza? I don't believe that. Mimi siamini If hiyo. you're a man of faith, Iwapo wewe ni mtu wa imani, you will be sleeping in the boat with Jesus. utakuwa unalala katika mashua na Yesu, Because Jesus said, maana Yesu alisema we are going to the other side. tutaenda kuvuka ng'ambo ya pili. Let's stand to our feet this morning. Wacha tukasimame. Hallelujah! Haleluya, Hallelujah! haleluya. One day you must write a song for me about going to the other side. Siku moja dada, ni lazima muandike wimbo wa kuvuka ng'ambo ya pili. Okay? Huh? John? Maggie? Mrs. Tony? Whatever. You write a song about going to the other side. Uandike wimbo ambao ni wa kuvuka mpaka ng'ambo ya pili. Are you standing next to a wave? Je, unasimama karibu na dhoruba? Are you standing next to the wind, the cyclone? Ama umesimama juu karibu na kimbunga ama upepo mkali? Maybe your brother, Labda ndugu yako, maybe your husband. labda mumeo. Are you standing next to the fire? Je, umesimama karibu na moto The one you married? katika ndoa yako? Have faith in your heart. Uwe na imani kwa Mungu We're going to the other side. ya kwamba tutavuka ng'ambo ya pili. God will change us. Bwana atatubadilisha, God will prepare us. Bwana atakuandaa, God will work in my life. Bwana atafanya kazi. Hallelujah. Haleluya. I am the clay in the potter's hand. Mimi ni udongo I am the clay in the potter's hand. Mimi ni udongo katika Oh mikono. yes. Oh, kweli. Oh yes. Oh, kweli. Hallelujah. Glory. We fear nothing Na kwamba hatuogopi chochote, because our life maana maisha yetu is in the hands of God. yamo katika mikono ya Bwana. Father, we bless you this morning. Baba, tunakubariki We adhuria. bless you this morning. Tunakubariki adhuria leo. I thank you for every brother and sister here. Nakushukuru kwa kila ndugu na I kila thank dada. you for speaking to our lives. Nakushukuru kwa ajili ya kutunenea. Lord, Bwana, Lord, help us today. Bwana tusaidie leo hii. We do not want to be carnal Christians. Hatutaki kuwa Wakristo wa kimwili. We do not want to be weak Christians. Hatutaki kuwa Wakristo wadhaifu. We don't want to be
be full of pride. Hatutaki kuwa tumejawa na kiburi. We don't want to be people who are holding our position, Hatutaki kuwa watu wa majina makubwa, holding our ministry. tukishikilia huduma. We want to be servants in the Father's house. Tunataka kuwa watumishi katika nyumba ya Baba We yetu. want to be clay in the potter's hand. Tunataka tuwe udongo katika mikono ya mfinyanzi. Bwana, Have your way in our hearts this morning. pata nafasi katika maisha Have yetu. your way in our lives Pata this morning. nafasi katika maisha yetu. Oh Lord, Bwana, forgive us, Father, tusamehe Bwana for looking at the problems, kwa kuangalia shida, looking at the people, kutizama watu, looking at situations. kutazama hali. Forgive us, Lord. Bwana, tusamehe. We want to grow up. Tunataka tukakue. We want to have the faith of God Tunataka tutembee katika imani yako that sees the plan of God. ambayo inapokea mpango wako. We bless you this morning. Tunakubariki hapo. We bless you this morning. Tunakubariki hapo. We give you all the glory. Tunakupa heshima yote. Oh, we worship you. We worship Bwana, you. tunakuabudu na We kukubariki. worship you. Tunakuabudu. We worship you. Tunakuabudu. I want to pray with you this morning. Nataka kuomba nawe asubuhi ya leo. Maybe you understand Labda unaelewa that you have been on the wrong road. ya kwamba umekuwa ukitembelea njia ya kupotea. You've been looking for results. Umekuwa ukitafuta matokeo. Maybe you see today Labda unaketi leo your pride in your heart. una kiburi katika maisha yako. You've been looking for your wife to change. Umekuwa ukitazama mke abadilike. You've been looking for your husband to change. Umekuwa ukitazama mume wao abadilike. And today you come Na leo hii and you umekuja say, Lord, na useme Bwana, give me this faith. nipatie imani. Give me this faith Nipatie imani. that will look at the things that are not changeable. Ni kutazama vitu ambavyo viwezi Give me badilika. the faith, Lord, Nipatie imani to continue ya kuendelea and to serve you na kukutumikia and to become a servant. na kuwa mtumishi. Maybe you understand today Leo hii labda umeelewa. you have been resisting God Umekuwa ukimpinga Mungu in your marriage, katika ndoa yako, in the church, katika kanisa. and you want God to do something. Na unataka Mungu afanye jambo. I want to pray with you this morning. Ningetaka niombe nawe. You just come and we're going to pray together. Ukapata kupiga hatua na uja pambele tuombe You pamoja. just come.